majina naitwa Dr. Khamis Masudi. Naweza nikasema ni mwanafalsafa au mwanasheria. Lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation ambaye tunajihusisha na utetezi wa misingi ya kisheria na haki za binadamu, lakini ikiwa ni pamoja na kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa jamii mbalimbali, hususan wale wananchi ambao ni wanyonge, wanaoonewa, ambao kwa namna moja au nyingine wanahisi haki yao inazuiwa na inakomishwa kwa masharti ya kiufundi, na kutokana na wao kuwa na uwezo hafifu, basi wanaweza wasifikie haki zao kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni sauti ya jamii, ni sauti ya umma, ni sauti ya vipofu, ni sauti ya maskini, lakini ni sauti ya matumaini. Lakini tunatengeneza dira kwa taifa kwa ajili ya kujenga taifa lenye misingi ya haki, amani ya kweli, utawala bora, utawala wa sheria ambao unazingatia misingi yote ya haki za binadamu. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tumeitana hapa, tulisema kwamba tuna amani. Lakini amani ambayo inaweza ikaonekana tuna amani ni kwa sababu tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hatubuguziwi na mtu, tunaweza tukasema tuna amani. Lakini je, mioyo yetu ina amani? Mioyo haiwezi kuwa na amani kama haki haionekani inatendeka kwa vitendo. Mioyo haiwezi kuwa na amani. Na lazima ieleweke bayana kwamba serikali ipo kwa ajili ya sheria na si sheria kuwepo kwa ajili ya serikali. Lazima ifahamike hivyo. Nachomaanisha kwamba serikali ni mtumishi wa sheria, inafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na sheria ikiwemo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetengeneza mgawanyo wa madaraka. Kuna separation of power. Ingaje katika separation of power ndani yake kuna delegation of task. Katika separation of power maana yake tunajua kabisa tuna mihimili mitatu. Tuna bunge, kazi yake ni kutunga sheria, kupitisha bajeti mbalimbali za serikali, kuisimamia serikali na kuhakikisha kwamba masuala yote ya sheria na utawala bora yanatekelezwa. Lakini pia tunao muhimili wa mahakama, kazi yake ni kutoa haki, yani ni chombo kisichokuwa na upendeleo. Alafu tuna serikali, na katiba imeeleza bayana. Ukienda kwenye ibara sura 5 107A 1, 2A na B, pale imeeleza kwamba chombo chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji haki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama, nacho ni chombo huru, hakipasi kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa mkazo huo wa katiba, manake ni kwamba serikali haiko juu ya mahakama, yani haiko juu ya sheria wala taasisi nyingine yoyote au mtu mwingine yoyote. Na huo ndio msimamo wa sheria. Na amri yoyote ya mahakama si ushauri, bali ni agizo la mwisho la haki ambalo linapaswa kutekelezwa na taasisi zote na watu wote. Baada ya ufafanuzi huo, ndugu zangu waandishi wa habari, tumempokea mlalamikaji sisi kama taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, ambaye mlalamikaji huyu yeye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu mama yake, ambaye msimamizi huyu anaitwa Zawadi James Mlimira. Amekuja hapa akilalamika na kudai kwamba kulikuwa kuna migogoro ya muda mrefu kuanzia kipindi mama yake mzazi angali hai. Na katika migogoro hiyo
mashauri hayo yalianzia katika baraza la kata, ambapo kwa kipindi hicho baraza la kata lilikuwa lina mamlaka ya kutoa maamuzi ya kisheria kabla sheria kuweza kurekebishwa. Kwa baada ya mtu huyu kushindwa katika baraza la kata, ambaye anaitwa Pili M. Kafuye, alikimbilia katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya, akikata rufaa. Alieleza kwamba haki zake zimekiukwa wapi, anaona haki haikutendeka wapi, na baraza la ardhi na nyumba la wilaya lilitoa maamuzi kwamba hoja zake hazina mashiko. Msimamizi wa mirasi na lile eneo kiujumla kwamba ni miliki ya marehemu Paulina Ndunguru. Baada ya hayo kutendeka, hakuridhika na maamuzi hayo, akaenda Mahakama Kuu, kitengo cha ardhi au idara ya ardhi, na alipofika Mahakama Kuu huyu Pili M. Kafuye, shauri likasikilizwa kwa mujibu wa sheria. Yaani haki ya kusikilizwa kwa pande zote manake zilitolewa kwa uwazi. Baada ya kusikilizwa, maombi yake bado yakatupiliwa mbali, na mahakama ikaamuru kwamba mtu yule aweze kuondolewa kwenye nini, kwenye eneo, na akaondolewa kwa mujibu wa sheria. Ingaje mara pili akarudi tena, na alivyorudi tena akaona pia haitoshi huyo mshindwa tuzo, akaenda Mahakama Kuu ya Rufani. Yaani kwa Tanzania mahakama ya mwisho ya juu kabisa ni Court of Appeal, ambaye mbele ya majaji watatu. Ikiamua hapo manake huna sehemu nyingine kufanyaje kukimbilia. Ilivyokwenda Mahakama Kuu ya Rufani mbele ya majaji watatu, Mahakama Kuu ikaja na msimamo wake. Waheshimiwa majaji, yani Justice of Appeal, akiwemo Jaji Mwarija, AG Mwarija, kuna Jaji Mgeyekwa, Justice of Appeal wote hao, kuna Jaji Mracha. Kiangalia hii, wakaja na maamuzi kwamba maombi ya mshindwa tuzo au mdai ambaye ni huyu Pili M. Kafuye hayana mashiko. Kwa bado mahakama ikaendelea kushikilia uamuzi wake wa mwanzo kwamba eneo hili ni mali ya mtu ya huyo Paulina Ndunguru, ambapo linasimamiwa na msimamizi wa mirasi Zawadi James Mlimira. Baada ya hayo kutendeka, kama unavyojua, baada ya kupata uamuzi wa kisheria, hatua ambayo inafuatia ni namna gani unaweza ukamtoa mtu katika eneo ambalo amelivamia kinyume na taratibu. Wakafaili mahakamani utekelezaji, kuomba utekelezaji. Mahakama ikasikiliza pande zote, ikamteua dalali wa mahakama kwamba mtu yule atolewe kwa nguvu na eneo lile akabidhiwe msimamizi wa mirasi. Baada ya dalali kuteuliwa, dalali akafata utaratibu wote wa kisheria, ikiwemo kuzitaarifu mamlaka, ikiwemo ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo, ambapo eneo hilo ndio liko maeneo ya Mbezi Makabe, kwamba mimi dalali wa mahakama nimeteuliwa. Akaweka dokumenti zake pale kwamba anategemea kufanya utekelezaji wa kumtoa fulani bini fulani, hivyo anaomba kupata ulinzi. Lakini pia barua nyingine ilienda kwa kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni kwa ajili ya kupata ulinzi. Kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni, baada ya kupata maombi hayo, akamwandikia barua mkuu wa polisi wilaya ya Kimara na akamweleza kuhusu shauri la mahakama, na akampa maelekezo kwamba ajiridhishe kama maamuzi yao ni halali, yapo katika rekodi za mahakama kabla ya kufanya utekelezaji, na akibaini ukweli manake atoe askari kwa ajili ya kutekeleza maamuzi ya mahakama, kwa kuwa kazi ya serikali na kazi ya vyombo vya ulinzi ni kusimamia maamuzi ya mahakama kwa mujibu wa sheria. Lakini sambamba na hayo, mkuu wa wilaya naye akamwandikia barua kamanda wa polisi
akamfahamisha kwamba yeye amejiridhisha, na uzuri mkuu wa wilaya wa Ubungo kitaaluma ni mwanasheria, alikuwa ni wakili ambaye ni Albert Msando, ndugu yetu kabisa na ni mkongwe. Kwa bila shaka manake anaelewa vizuri, kwa sababu yeye ni ofisa wa mahakama. Yaani si kwamba useme ni mtu ambaye afahamu sheria, na anajua kabisa maamuzi ya mahakama yakisha toka kama wanavyosema hakutokuwa kuna B wala C, na mwiba uchomolewa pale ulipo ingilia. Yeye serikali hawezi kusema kwamba maamuzi yametoka mahakamani, mimi serikali nikaenda vingine na mahakama. Umeona? Kwa akamfahamisha RPC, na baada ya kufahamishwa basi vyombo vya ulinzi na usalama wakajiridhisha kwa pamoja, wakatoa ulinzi kwa dalali kwa ajili ya kwenda kumtoa huyo Pili Kafuye katika hilo eneo. Utekelezaji ukafanyika, dalali akapeleka mrejesho mahakamani na akamkabidhi nyumba hilo eneo msimamizi wa mirasi, kwamba sasa ile kazi ambapo mahakama imenituma mimi nimeshamaliza kazi yangu kwa mujibu wa sheria. Sasa baada ya hayo kutokea, kitu gani kimeleta sintofahamu? Hapa ndo kwenye mjadala wetu. Kitu ambacho kimeleta sintofahamu hivi karibuni, ndugu zangu waandishi wa habari, tumeona katika mitandao ya kijamii, mkuu wa wilaya ya Ubungo akiwa na kamati yake ya usalama amefika katika eneo la tukio na ameeleza kwamba anamrudisha yule mama ndani ya eneo kwa maelekezo ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakavunja zile libiti zote wakamuingiza ndani. Na akasema wamefanya hivyo kwa sababu pia yule mama asibuguziwe na mtu yoyote, ni kwa sababu kuna uchunguzi unaendelea katika taasisi za serikali ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Sasa hapa ndo kwenye kitendawili na tega. Wateguzi wasiingie mitini. Lazima tukae tutegue hichi kitendawili. Na ifahamike kwamba serikali ipo kwa ajili ya sheria kama nilivyosema. Na wao wanatakiwa wasimamie sheria. Kiongozi anayekiuka amri ya mahakama anavunja uhalali wake wa kimaadili. Kwa sababu mahakama imeshasema kwamba haki ni ya fulani. Kama nyinyi mnachunguza swala forgery, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna madai na jinai, ni vitu viwili tofauti. Kwenye mgogoro wa ardhi ilishathibitika nani mmiliki, mpaka mahakama kuu ya rufani ilishafunga mjadala wake. Kama kuna forgery, maana yake zinachunguzwa huko. Sasa unawezaje kumuingiza mtu katika eneo ambaye mahakama ilishasema huyo mtu atolewe na asirudi, eneo akabidhiwe fulani? Unapomuingiza pale, maana yake ni kwamba serikali, wewe umejipa mamlaka, au waziri au mkuu wa wilaya umejipa mamlaka na umepola mamlaka kisheria ya mahakama kama chombo cha utoaji haki, na ukajipa wewe kwamba wewe ni mamlaka ya utoaji haki, na ukadharau maamuzi ya wazee, maamuzi ya mahakama kuu mpaka mahakama kuu ya rufani, kitu ambacho ni hatari kwa taifa. Kitu ambacho ni hatari kwa taifa, kwa sababu watakapokuwa wanafanya hivi, kitu ambacho kitatengenezwa hata kwa maofisa wa chini, manake wananchi na viongozi mbalimbali wa serikali wataidharau mahakama, na mahakama ikidharauliwa, manake haki haiwezi kuonekana inatendeka vyema kwa mujibu wa sheria, kwa sababu watu wataamini kwamba nguvu zipo kwa mtu au kwa waziri au kwa mkuu wa wilaya na sio mahakama. Manake hapa tutatengeneza ghasia, chuki na vurugu, kwa sababu tutatengeneza utawala wa watu wenye nguvu kuliko sheria. Hii ndio hatari yake. Na serikali na akiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote, mkiwasikiliza kwenye vipo vyao, na wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wanaapa kulinda na kusimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba imeshasema
kuna uhuru wa nini? Wa mahakama. Na serikali haitaki kuingilia uhuru wa nini? Wa mahakama. Sasa iweje leo mtu huyo ambaye ametolewa kwa maamuzi halali ya mahakama, serikali ambayo wameyasimamia na kutoa ulinzi, vyombo vya ulinzi na usalama vilisimamia na vinajua A to Z, iweje leo huyo mtu akaja kurudishwa ndani? Nini maana yake? Nini maana yake? Tunatengeneza kitu gani? Kitu ambacho ni hatari sana katika utawala wa sheria. Na ndio maana waga nasema, unajua kuna kipindi mimi huwa naeleza bayana, shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Sheria zetu hazina shida hivyo. Shida ni wasimamizi wa sheria kujitaka wao wanaweza wakataka kujiona wako above the law kuliko sheria inavyoeleza. Tunajua mamlaka ya waziri mkuu. Tunajua teuzi ya waziri mkuu jinsi inavyofanyika. Na tunajua mamlaka yake ambaye inamsimamia. Tunajua ni taasisi kubwa, ni mtu mwenye mamlaka makubwa, lakini mamlaka yake haya hapo kwa mujibu wa sheria, na yeye sio mkubwa kwa mujibu wa sheria, wala mkuu wa wilaya sio mkubwa kwa mujibu wa sheria. Na wanapovunja maamuzi ya mahakama, sisi wajibu wetu tunao uwezo wa kushirikiana kikamilifu. Pasi muhali, pasi uwezo kumuogopa mtu aina yote. Na sisi huwa hatuogopi mtu aina yote kwa sababu sheria inaelekeza nini tufanye. Na kazi yetu sisi ni kulinda maamuzi halali ya nini? Ya mahakama. Na tunao uwezo wa kuita mahakamani ni kwa nini wasiadhibiwe kwa hiki walichokifanya. Yaani kuleta ziaka katika muhimili wa nini? Wa mahakama. Lakini tukaona kabla tujafikia huko, tutoe salamu. Na waandishi wa habari tunaomba tufikishie salamu. Na salamu hizi kwa jamii, umma na serikali, kwanza ifahamu, taifa halivunjiki kwa ukosefu wa sheria. Huvunjika kwa kutotii sheria. Yaani kama utotii sheria maana yake unakwenda kuvunja nini? Unakwenda kuvunja nani? Kuvunja taifa. Kwa hiyo kupitia hili, kupitia maamuzi haya halali ya mahakama, tunaomba ofisi ya waziri mkuu na mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, warejee kwenye mstari wake. Jambia lirudi kwenye ara yake, ili wasitengeneze sintofahamu katika jamii. Kwa sababu tunajua sisi hapa tulipo na malalamiko ambayo yanaendelea na tume ambazo zimeundwa, na ikiwemo tume za kijinai na tume nyinginezo ambazo rais mpaka leo zinafanya kazi. Malalamiko ya wananchi ni kwamba haki haionekani inatendeka vyema. Sasa kupitia hili tukianza kushtakiana mahakamani, tukataka tumuite waziri mkuu na maafisa wengine wote, maana yake tuna haki kwa mujibu wa sheria. Wanaweza wakasema pia hawa ni wachochezi au wanafanya harakati. Unajua watu wanaweza wakatafsiri namna wao wanavyojua. Lakini na sisi tutakuwa hatuna budi, mimi na maafisa wangu wote, mawakili waandamizi, si ndio, kushughulika kwa mujibu wa sheria ili kulinda haki ya mtu kwa mujibu wa sheria. Kwa kabla hatujafika huko, hala mti na jicho, kile ambacho kimefanyika na mkuu wa wilaya waeleze bayana kwenye umma kwamba kilikuwa kipo kinyume na utaratibu, na sasa serikali isimamie maagizo halali na amri halali za mahakama, na uchunguzi wa makosa ya kijinai hauwasili mchakato wote wa madai ambayo yameshaamuliwa. Kwa sababu hata leo ukisema wewe unachunguza, sijui umeelewa mpaka hapo ukaja ukabaini labda kuna forgery, bado uchunguzi wako hauwezi kubatilisha yale maamuzi ya mahakama, ni mpaka urudi huko mahakamani. Hata kwa sababu makosa ya jinai anahukumiwa mtu amefoji, maana huyo mtu amekosea jamhuri. Kwa maamuzi ya mahakama yataendelea kusimama halali mpaka pale atakapotenguliwa na mahakama. Mwiba uchomolewa pale ulipoingilia. Kwa kilichofanyika na sababu ambazo wamezitoa
kwamba wanafanya uchunguzi. Unafanya uchunguzi ndio mrudishe mtu katika eneo. Mahakama imeshasema mtu asiende kwenye eneo. Yaani sasa wewe kama unafanya uchunguzi kabla hujatoa matokeo ya uchunguzi, unawezaje kumrudisha mtu? Maana yake ni kwamba utapomuingiza mtu katika eneo alafu unafanya uchunguzi, maana yake umeshatoa haki tayari. Umeshasema kwamba huyu amefanyaje? Ni mkosefu. Huyu ni halali. Kwa sababu uchunguzi huru ni kwamba asiwepo mtu yoyote. Si ndio? Mchakato wa kisheria ukamilike. Mwanasheria serikali ashirikishwe. Kwa sababu mambo ya jinai lazima faende kwa DPP, ofisi ya mashtaka, alafu naye alisome, aeleze kilichopo kwenye jaladani. Anaona kiko sahihi ufunguliwa mashtaka ya jinai au hakipo sahihi. Sasa wewe kabla hujafikia result ya uchunguzi, unafanyaje uchunguzi? Mtu ameshatolewa kwa amri ya halali ya mahakama, unamuingiza, alafu unasema asibuguziwe, alafu unafanya uchunguzi. Yaani hiyo hatuwezi kuonana ndondo kipo cha pili cha. Sisi sio mandondo chat. Sisi ni waungwana, sisi sio watwana. Tuna serikali kamili yenye maadili. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo kupitia hili tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao yeye ameapa akiwa kama mkuu wa nchi na serikali, amiri jeshi mkuu, ni vyema aendelee kusisitiza watumishi wake wote ambao amewateua kusimamia viapo, kusimamia katiba, kusimamia sheria, kwa sababu watakavyoharibu huku wanamchonganisha yeye na wananchi. Huku ni kuchonganisha wananchi na serikali. Leo makelele mengi unaweza kusikia rais analalamikiwa. Si kwamba rais anafanya yale, ni watendaji wake, watumishi wake wa chini wanapelekea haya malalamiko yasio na lazima dhidi yake. Ni kwa sababu ya uzembe, uwezo wa kufikiri, ili hali wana sheria, wana kanuni, wana miongozo. Kwa sababu ukiwa mtumishi wa umma unapovunja sheria, maana wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine. Kwa sababu una sababu gani za kuvunja wakati sheria unaishi nayo na umekwenda mafunzo tumekuajiri kwa mujibu wa sheria na umesaini mkataba na unajua maadili ya utumishi wa umma? Na natakiwa pia wenyewe waelewe kwamba nyumba ya mfalme haitaki kuwa na tuhuma. Kwa nini sasa wanakaribisha tuhuma nzito katika ofisi ya umma, ikiwa ofisi ya waziri mkuu au ya mkuu wa wilaya? Ile ni ofisi ya umma. Ile ni nyumba ya mfalme. Yaani wewe baada ya kusimamia sheria, kusimamia katiba, kusimamia maamuzi halali ya mahakama, unakuja kutaka kutengenezea kitu cha kiufundi. Tukae kimya? Lo salala. Muhali ati. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, ni kwamba wasipotengua yale maamuzi yao, tunasema tu wazi, hatutosita kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria. Hatuangalii mwendo wa mtu, cheo chake, yeye ni nani, kwa sababu sheria iko bayana. Sheria iko bayana. Tutasimamia sheria. Kwa mimi kama mkurugenzi wa hii taasisi nitaelekeza maofisa wangu wote wa sheria waandamizi, mawakili, wasomi kwamba ni lazima tuhakikishe tunachukua hatua kali, na ili iwe fundisho kwa wengine. Watu wasirejee michezo namna hii, kucheza tu na masuala ya mahakama tukatazama. Yaani kama wewe mahakama inatoa haki, uje utoe kitu kingine. Hii ni hatari ya taifa. Kwa sababu katiba au uhuru wa mahakama si pambo katika katiba. Ni ngao. Ni ngao ya taifa. Ni nguvu ya taifa. Ni nguvu ya taifa katika utawala bora. Ni nguvu ya taifa katika utawala wa sheria. Ni nguvu ya taifa katika mchakato mzima wa haki za binadamu. Kwa sababu katiba imeshasema. Kwa hiyo tunataka tuseme tu mahakama ipo huru, tumeandika kwenye katiba, alafu uhuru wenyewe uonekane ukasimamiwa. Hii itakuwa iko sawa sawa kweli? Ni lazima turudi kwenye utamaduni wetu. Maamuzi ya mahakama yaheshimiwe, yasidharauliwe na mtu yoyote. Tena habari hii naweza nitumie lugha gani? Hii iishe mara moja. Tena iishe na ikome mara moja. Uwezi ukadharau maamuzi ya mahakama kiasi hichi. Uwezi ukadharau wazee wamejifungia, majaji watatu justice of appeal wamekaa, wamekuja na maamuzi, alafu anakuja kuvunjwa na mtu. Wallahi ni mtihani ati. Kwa ndugu zangu waandishi habari, ni hayo tu.